Ili uweze kuokolewa kwenye maisha yako, lazima ndani yako uwe na uvumilivu. Tunaelewa kuna shortcut nyingi ambazo unaweza ukazifanya na ukafanikiwa, lakini hautaweza kuokolewa siku ya mwisho. Tunajua kuna njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia leo kwa kuondoa uvumilivu na ukafanikiwa, lakini siku ya mwisho watakaokolewa ni wale ambao walivumilia. Sema amen. Kwa wakati mwingine unaangalia umeokoka, lakini watu wa mataifa wanafanikiwa kuliko wewe. Wanakushirikisha mafanikio yao, wanakushirikisha namna wanaofanikiwa. Sasa hapo panahitaji uvumilivu. Maana uvumilivu baki kwenye ahadi. Mungu anasema nini? Hizi changamoto ambazo tunazipitia hizi, je, Bwana anasema nini? Maandiko yanasema watakaokolewa, iwe ni hapa duniani, iwe ni mbinguni, ni wale ambao ndani yao wana roho ya uvumilivu. Luka 1:5 Biblia inasema, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abiya, na mkewe ali mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Wanze kuona hapa watu wawili hapa, Zakaria pamoja na Elizabeti. Hawa watu maandiko yanasema walikuwa ni wacha Mungu, walimtumaini Mungu kwenye maisha yao, walikuwa ni wenye haki, walitembea kwenye amri zote. Maandiko yanasema amri zote na sheria zote za Mungu, wala hawakuwa na lawama yoyote kuhusu Mungu. Lakini Biblia inasema ijapokuwa walikuwa ni wenye haki, ni wacha Mungu, wanatembea kwenye amri zote za Mungu, lakini walifunga uzao. Mwanaume akawa mgumba, mwanamke akawa tasa, lakini ni watu wenye haki, ni watu wanaomtumikia Mungu kwa moyo wote, ila wamefunga uzao wao. Upande wa pili wanazaa ambao hawajaokoka, lakini kwa Bwana hawa wanaabudu hawazai. Naongelea habari ya uvumilivu. Ule mstari wa 8 Biblia inasema, basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele ya Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba na manukato yote ya watu waliokuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Niko hapa kuleta habari ya nguvu ya uvumilivu. Hao watu walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa na hofu ya Mungu kama hivyo wewe. Saa zote wao ni kanisani. Ikifika Jumatano wako ibada, ikifika Ijumaa wako ibada, ikifika Jumapili wako ibada, shule ni kundi la idara wapo, kwenye masuala ya utoaji wapo. Walikuwa kwenye kila namna ya uaminifu kwa Mungu aliye hai. Lakini Biblia inasema Mungu alitafuta uvumilivu kwao. Alichokifanya akafunga uzao. Alipofunga uzao, hawa jamaa hawakuacha kumwomba Mungu uzao. Waliendelea kuomba, Baba tupe uzao, Baba tupe uzao. Miaka inaenda, tupe mtoto, miaka inaenda. Sasa maandiko yanasema walipofika kimo cha uzee wao, wameshafika mwisho. Maandiko yanasema wakati Zakaria ameenda kufukiza uvumba na ilikuwa ni zamu yake, malaika wa Mungu akamtokea kutoka mbinguni, akasema nimesikia dua. Maana yake yaonyesha hawa jamaa hawakuacha kumwomba Mungu katika changamoto waliokuwa nayo, wala hawakukata tamaa, waliendelea kuwa na moyo wa uvumilivu. Malaika anasema nimesikia. Mungu amesikia dua, amesikia sala
amesikia maombi ambayo umeomba bila kukoma na hujaacha. Hata kama ulikuwa mzee, haukubadilisha maombi, bado uliendelea kutumaini, bado uliendelea kuamini ya kwamba Mungu alishaniahidi ya kwamba nitazaa na kuongezeka. Kwa hiyo wamezeeka, lakini bado wanaendelea kumwomba Mungu alete uzao. Na ndio maana malaika anawaambia Mungu amesikia dua. Maanake dua gani alikuwa anaomba? Ni dua ya kuwa na uzao. Maanake Mungu awaondolee utasa, Mungu aondoe ugumba ambapo kwa huyu jamaa watu wanaendelea kuomba japo wamezeeka. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wazunguka walikuwa washangaa, maanake ndani ya tafsiri zao wanaona hawa wanaendelea kuomba nini ikiwa wameshazeeka? Kuna matumaini gani kwa mtu ambaye uzao umeshakata? Lakini kwa sababu waliamini ahadi za Bwana, waliendelea kuvumilia, waliendelea kumwamini Mungu kwamba atatenda, waliendelea kusimama imara ya kwamba Mungu kwa uwezo wake akatuma malaika akasema, shuka kamwangalia jamaa mmoja hivi ambaye ndani yake ana moyo wa uvumilivu. Hata mke wake naye anavumilia. Watu wamevumiliana, wameshikana mikono na mwita Bwana. Naye Bwana alipoona imani yao, Mungu alipoona uvumilivu walionao, akasema watu hawa lazima niwatendee kitu kikubwa. Malaika akashuka ndani ya lile hekalu, akaenda kumgusa Zakaria, akasema, sasa nimesikia dua yako. Majira kama haya Elizabeth atapata mimba na utaenda kuzaa mtoto mwanamume, na atakuwa shujaa wa mashujaa. Utamwita jina lake Yohana, maana huyu ndiye atakayetengeneza njia ili Masia aweze kuja. Leo na habari njema asubuhi ya leo ya kwamba moyo wa uvumilivu hauwezi kumwacha mtu akapotea. Moyo wa uvumilivu unamfanya mtu ainuke tena, ainuke viwango vingine kama Zakaria aliinuliwa. Naongea na watu wenye uvumilivu asubuhi ya leo, waliovumilia maneno, waliovumilia mateka, waliovumilia mateso, waliovumilia shida. Na wapa habari njema asubuhi ya leo ya kwamba kuna kuinuka tena. Mungu ameshasikia dua yako. Huo uvumilivu utaleta matokeo. Yuko Yohana atakayezaliwa atakuwa zaidi ya wale waliozaliwa, atakuwa zaidi ya ile miujiza mingine. Huyo atatengeneza njia ya familia yako, huyo atatengeneza ukoo wako. Kitakachozaliwa kwenye uvumilivu kitabadilisha historia yako yote kwa jina la Yesu. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu sisi. Zakaria kuangalia watu wanasema nini, hakuangalia familia zinaongeaje, hakuangalia wazazi wanasema nini. Yamkini wakati mwingine walisema ya kwamba badilisha huyo mke, anajaza choo tu, hatuoni uzao ndani. Lakini Zakaria aliendelea kuvumilia, aliendelea kumwamini Bwana. Na yule mama naye alijua kabisa ya kwamba yamkini jamaa na ugumba, lakini bado alimwangalia Mungu aliye hai. Ile roho ya uvumilivu, Mungu hakunyamaza mbinguni, mbingu zikatikisika, zikaangalia mtu mmoja duniani ambaye ana uwezo wa kuvumilia, ambaye ana uwezo wa kusimama. Enyi watu wa mji wa raha, anzeni kuvumilia kwa jina la Yesu. Uvumilivu utakuinua, uvumilivu utakupandisha viwango vya juu, uvumilivu utakuletea matokeo. Hauna haja kukata tamaa, hauna haja kuvunjika moyo, hauna haja ya kususa malango. Endelea kuvumilia, usikubali uingie shoti kati. Vumilia kwa Mungu aliye hai. Zile ahadi za Bwana lazima zitimie kwako, barikiwe. Zile ahadi za Bwana lazima zikatimie asubuhi ya leo. Ulichokivumilia lazima kitaleta matokeo. Kila ambacho umekivumilia kitaleta matokeo makubwa. Yuko Yohana anayezaliwa, yuko Yohana anayekuja, atakuja kubadilisha nchi, hata watawala watashangaa. Muujiza ambao unatokana kuvumilia huwa hauwa kawaida, huwa ni muujiza wenye nguvu. Naona kabisa matokeo ya watu waliovumilia kwa jina la Yesu hai. Nasema mama vumilia, nasema baba vumilia, nasema wewe kijana vumilia. Vumilia na kusubiria ahadi za Bwana. Mungu atatenda mambo makubwa. Vumilia unapotoka, vumilia unapoingia, vumilia kumwabudu